Mtazamaji wa Mogoro TV, jina langu ni Jackson Emmanuel na hii ni Sport Highlights. Katika uchambuzi wa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara NBC, niko na mchambuzi wa masuala ya kisoka Baraka Jumanne Asmani kutoka katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Baraka, karibu uweze kutujuza yale ambayo yanaendelea katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia namna ambavyo unaona mwenendo na mwelekeo wa ligi kuu Tanzania bara. Naam, nashukuru sana Mr. Jackson Emmanuel kwa kunikaribisha tena, kunipa nafasi ndani ya Mogoro TV kwa mara nyingine. Bila shaka tumekutana tena kwa ajili ya kuja kuchambua michezo zaidi, na hususan umegusia swala zima la mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara, msimamo by the way, namna ambavyo ulivyo. Tumeweza kushuhudia mpaka sasa ni mechi karibia 10 kwa baadhi ya timu zimekwisha kucheza, na yupo kileleni mwa msimu JKT Tanzania akiwa na alama zake 19 mpaka hivi sasa. Bila shaka ni alama 17, yani alama 17, lakini mwenendo bado ni mgumu kwa sababu bado timu hizi kubwa ambazo mara nyingi huwa zinabeba picha nzima ya NBC kwa ujumla ligi kuu. Kwa hiyo tusubiri tuone kwamba mpaka watakapofikisha mechi 10 watakuwa wamefikia hatua gani, lakini kwa sasa kwa timu ambazo zimecheza mechi nyingi, kwa mfano kama JKT Tanzania ndo yule ambaye anaongoza ligi kuu kwa msimu huu mpaka hivi sasa ni mechi 10 alizocheza. Tuanzie hapo kwa JKT Tanzania ambaye yuko kileleni mwa msimamo mpaka sasa. Je, JKT Tanzania msimu huu unamuona pengine akiwa top 5 ya zile timu ambazo zitakuwa zinashika ile nafasi 5 za juu katika msimamo wa ligi kuu mwaka huu? Na bila shaka ili naweza nikalisema kwa katika mitazamo miwili. Unaweza kumshuhudia na ukimuona katika top 5 ama top 4 endapo akawa na mwenendo mzuri, lakini kwa upande mwingine naweza nikasema kwamba anaweza akadelay kama atakuwa na mwenendo wake mbaya. Kwa hiyo maana yake atakiwa maintain ule uwezo ambao anautumia mpaka hivi sasa kwenye mwenendo wa ligi kuu ili aweze kufikia pengine malengo, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine mpaka sasa hivi unamuona Azam yupo kwenye msimamo akiwa ameshika nafasi ya 9 mpaka sasa. Kwa hiyo huyu ambao unamuona kwenye nafasi ya 9 mpaka hivi sasa, kuna muda unaweza kumuona kapanda mpaka nafasi ya 2. Kwa maana yake bado na nilie msimamo upo dynamic, bado haujakaa vizuri kutokana na timu kucheza michezo ambao bado haijakaa katika level, kwamba leo kwamba kama unacheza labda mechi ya 6 ni mechi 6 kwa wote kwa pamoja, maana yake hii bado ni ngumu kwa sababu kila mtu amecheza mechi tofauti. Simba na Yanga. Simba michezo 5 tayari ameshakwisha kuicheza, akipoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam FC, lakini Young Africans akiwa na michezo 6, mmoja ya kisale dhidi ya Mbeya City. Nani unamuona pengine kati ya hizo timu mbili nani atakuwa juu? Kwa sababu nafikiri kwenye swala la ubingwa bado, kwa sababu mechi bado ni nyingi sana, lakini kwa mtazamo hizo mechi, kwa kutumia kipimo cha hizo mechi ambazo wamecheza, ni nani ambaye unamuona yuko juu ya mwenzake? Kwa namna ambavyo mwenendo wa ligi kuu unapoendelea mpaka hivi sasa, mimi naweza nikasema kwamba bado kwa mtazamo wangu naona ni bado. Hata kama wewe ukizungumzia kwamba swala zima la kwamba tunaweza kumwona nani yuko juu ama nani anaweza akawa chini, hapana. Tazama mechi moja na tofautiana. Simba amecheza mechi 5 akiwa na alama zake 12, lakini ukimtazama Africans amecheza mechi zake 6 akiwa na alama zake 16 mpaka hivi sasa. Kwa maana yake kwamba Simba akicheza mchezo wake wa 6 atakuwa amefikisha pointi 15, atakuwa amezidiwa alama moja au atakuwa amezidiwa alama moja na Simba na Yanga. Sasa ukimtazama yule JKT Tanzania ambaye kwa sasa ndio yuko juu, maana yake yeye anamzidi Yanga alama moja tu, akiwa na alama zake 17. Kwa hiyo unaweza kaona kabisa kwamba takwimu ambazo zinaonekana katika msimu huu, wale watu ambao wanaendelea kukimbizana ni unaweza kaja ukaona ni wale tu ambao pengine katika misimu yote tumezoea kuwaona. Kwa hiyo maana yake Simba, Yanga, Azam, licha kwamba bado ya Azam yuko nyuma kidogo, lakini bado kuna Singida Black Star. Kwa hiyo tunaweza tukaona kabisa kwamba msimamo mwaka huu bado una ushindani kama vile ambavyo tumekuwa tukiwazoea Simba na Yanga kukimbizana katika hatua za mwanzo kama hizi. Mara nyingi imezoeleka hasa katika Tanzania bara huku, ni kwamba ligi inapoanza mara zote imezoeleka kwamba utamuona Simba yuko kileleni au Yanga, alafu mmoja wapo anakuepo pale chini yake, alafu timu mbili za mwisho pale chini, maana yake ukitoa timu ya kwanza na ya pili, kuanzia timu ya 3 na ya 4 pale, mara nyingi Azam huwa anaonekana. Lakini ukiangalia sasa hivi mpaka sasa Azam ameshacheza michezo 5, yuko nafasi ya 9, wakati Simba Sport Club amecheza michezo 5, yuko nafasi ya 5. Young Africans michezo 6 akiwa nafasi ya 2. Unamwona Azam anaingia kwenye top 4 kwa namna ambavyo mechi zake anavyocheza na namna ya timu yake ilivyo kwa msimu huu.
Yes, pengine naweza nikamuona hili. Kwa sababu ukitazama katika msimamo yupo nafasi ya 9 na alama zake ni 9. Maana yake ana utofauti wa alama 3 pia na Simba. Kwa hiyo maana yake kama Simba mchezo unaofuata akipoteza, alafu Azam akashinda na wote watakuwa wamecheza mechi 6, maana yake tunaweza tukaona kabisa kwamba Azam anaweza akamfikia Simba ama Simba akaongeza point kama Simba atafanikiwa kushinda katika mchezo unaofuata. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine Azam akiendelea kufanya vizuri anaweza kafika mbali zaidi, na Simba tunaweza kushuhudia kwa mtizamo, licha kwamba mwenendo wake kiligi kuu soka Tanzania bara, mwenendo wake pia kimataifa kombe la mabingwa barani Afrika haikubariki sana kwa namna ambavyo Simba anacheza kwa namna hii na mwenendo wake ambao anaonyesha, licha kwamba mchezo uliopita alicheza dhidi ya Mbeya City akafanikiwa kushinda goli 3, lakini imekuja kama imempa kichwa hivi kuja kucheza na Azam. Lakini ndo matokeo yake, namna ambavyo Matola alitengeneza squad ile kwa namna fulani. Kipindi cha pili kuanzia dakika 80 mabadiliko yale, pengine Florent Benge kocha wa Azam ndo ilikuja kumpa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufungua milango ya Simba na kuweza kupata mabao mawili katika mchezo huo. Hizi timu mbili, Simba au Yanga, kwenye kila msimu huwa kuna wachezaji ambao tunasema hawa wanaibeba timu. Kwa maana nyingine, unapoona Simba Sport anachukua ubingwa, basi kuna mchezaji ambaye anatajwa kuipa Simba. Ndio. Kuna wale wachezaji kabisa ambao wanatajwa kwamba huyu ameplay part kubwa sana katika kuifanya Simba ichukue ubingwa. Au kama ni upande wa Young Africans, vivyo hivyo imekuwa tumezoea kwamba wanapofanya vizuri kunakuwa na wachezaji tegemezi ndani ya kikosi. Nasema kwamba hawa tunawategemea sana, kwamba huyu tunamtegemea anabeba timu, na akikosekana mchezaji kama yule unaona kabisa kwamba timu kuna namna inasuasua. Hebu tuambie katika pande zote mbili, Simba au Yanga, lakini pia gusia na Azam kwa uchache, utuambie ni mchezaji gani kwa upande wa Simba, Yanga pamoja na Azam FC ambao kwa msimu huu unamwona kabisa kwa jicho la kiuchambuzi kwamba huyu anaibeba timu. Na bila shaka alright, uko sahihi kabisa. Kwa namna moja ama nyingine hizi timu zetu kubwa, hususan Simba, Yanga, unakuja kidogo kwa Azam, lakini kwa hivi sasa unakuja pia kuzungumzia katika timu ya Singida Black Star. Lakini hasa tukijikita katika timu kubwa hizi mbili, kwa maana kwamba Simba, Yanga tukiongezea kidogo na Azam, kuna namna unakuja kuona kabisa kwamba kuna wachezaji ambao wanakuwa ni tegemezi katika timu, kwamba wakikosekana kuna namna hata mashabiki wanaanza kudoubt kwamba kwa nini hatujamuona fulani. Kwa mfano tukianza katika upande wa kikosi cha Dar es Salaam Africans, wapo wachezaji ambao wanakuwa wanategemewa sana kwa hivi sasa. Yupo Pacome Zouzoua, amekuwa kipenzi sana cha mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Lakini pia amekuwepo mlinda mlango, ambapo mara nyingi akikosekana, kwa sababu huyu anaaminika kwa sababu ya namna anavyochezesha mpira ule, kwa maana kwamba akiwa nyuma kule ana uwezo wa kucreate mashambulizi. Yeye mwenyewe ni kama mchezaji ambaye kama yupo ndani, kwa sababu ana uwezo wa kuisoma timu, ana uwezo wa kuanza vipi kucheza mpira. Lakini Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao wanategemea kwa sababu ni creativity, lakini pia ni skilled man, na kwa namna fulani unaweza kumwona yuko technique sana, yuko vizuri, very bright katika uchezaji wake, anaweza kukusanya watu na akacheza anavyotaka. Lakini pia ana bahati nzuri sana pia katika swala zima la kuweza kuscore magoli, ambapo anakuwa anapata katika nafasi hizo. La hii ikumbuke kwamba amewahi kuadhibu Simba katika msimu uliopita pia kwa nafasi hizi tu ambazo zimekuja kuonekana, lakini pia kwenye ngao ya jamii amekuja kuonyesha haya. Lakini kwa sasa amekuja kuibuka takriban mechi 2 zilizopita hizi wamekuja kucheza. Yanga amecheza jana mchezo mmoja, lakini kuna mchezo mwingine pia nyuma ambao amecheza. Yuko Prince Mpumelele Dube ameonekana kuwin kwa namna ambavyo amekuwa akiipa matokeo Dar es Salaam Africans. Kwa sasa amekuwa akiimbwa sana na mashabiki wa Yanga. Tukija katika upande wa Simba, pengine tunaweza tukaje kumshuhudia, yupo mchezaji ambaye hivi sasa anaimbwa sana kama kawaida, kama msimu ambao ulipita. Yupo Elim Panzu, katika mechi 2 za ligi kuu kagongesha mwamba. Hata katika mchezo wa Azam mara kwanza amegongesha mwamba wa chini, lakini nyingine akaja akacheza kagonga pia posti ya juu. Kwa hiyo unaweza kaona ni namna gani Elim Panzu amekuwa akiimbwa sana na mashabiki wa Simba, licha ya kwamba anakosa bahati za kuweza kupata nafasi ya kuscore goal, lakini namna ambavyo anazidi kuwa kipenzi cha watu. Na hata kwa mimi
sina cha kumdai Mpanzu kwa namna staili yake ambayo anacheza nayo, ana uwezo mkubwa. Wanatofautiana kidogo sana na Pacome Zouzoua kwa staili ambayo wanakuwa wanacheza. Lakini pia yupo mchezaji ambaye hivi sasa amekuwa akicheza vizuri sana, ni miongoni mwa wachezaji ambao miaka ya nyuma alikuwa akitumikia kikosi cha timu ya vijana ya timu ya taifa Serengeti Boys. Alikuwa akicheza ni Morris Abraham, kijana mdogo kwa sasa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Amekuwa ni tegemezi na tunamuona katika first 11 mara nyingi amekuwa akimaliza dakika 90. Jana umeweza kumuona pia kwa namna ambavyo amecheza, ameperform, amewapa Simba kile ambacho anakihitaji. Licha kwamba Simba kuna tatizo ambalo lipo moja mbele katika hatua ya maliziaji, maana yake limekuwa ni kama changamoto. Lakini sasa tukija katika upande wa Azam, wanalambalamba matajiri wa jiji la Dar es Salaam kwa ujumla, tunakuja kushuhudia kwamba kuna wachezaji ambao baadhi ya siku ama tangu wafike hajaimbwa kiasi hicho, lakini kwa mchezo ambao aliuperform jana, hapa nikimzungumzia mtu mmoja anaitwa Sadun, namna ambavyo magoli yote mawili yametokea katika upande wake. Shomari Kapombe alipata tabu sana katika mchezo huo kwa namna ambavyo aliingia. Hiyo ndio ilikuwa kama key, ama unaweza kusema ilikuwa ni kama ufunguo kwa upande wa Azam. Lakini wapo wachezaji ambao huwa wakiimbwa zaidi, kwamba alikuwepo Faisal, lakini jana mara nyingi Ankaminko siku hizi atumiwi. Florent Ibenge jana ameweza kumuingiza kwenye dakika 80, lakini nafikiri hii iliwakosti sana Simba baada ya kumuondoa na Alassane Kante, engineer team, akabakia na mtu mmoja ambaye alikuwa ni Kagoma. Kwa maana yake timu pale katikati day walipoteana, waliseparate sana, walitawanyika na wakashindwa kufanya maamuzi ambayo yatakuwa very bright. Hicho ndicho ambacho kiliwagharimu Simba pia katika mchezo. Hao ndio wachezaji ambao wamekuwa kiimbwa sana katika vilabu vitatu hivi vikubwa hapa nchini Tanzania. Tumezoea Young Africans pamoja na Simba Sport Club baada tu ya kufunguliwa kwa ligi wanaanza kupata changamoto pengine kuanzia mechi ya 10 na kuendelea, lakini katika msimu huu wa 25-26 Simba michezo 5 tayari kashapoteza dhidi ya Azam, lakini pia Young Africans vile michezo 5 ya mwanzo kashasale dhidi ya Mbeya City. Lakini mwanzo wa kutuambia kwamba Simba Sport Club pamoja na Young Africans wakifanya uzembe kidogo watamwona Azam FC akinyanyua ndo msimu huu. Ndicho nachokiona katika msimu huu, ama kuna vinginevyo? Bila shaka kwa sasa siwezi kuzungumza sana, lakini hii kumbuka kwamba ndo hali halisi ya mwenendo wetu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi bado ni chache, kila mtu kacheza mechi chache sana. Uwezo ukampa nafasi ya kwamba yeye kwa sasa anakwenda kubeba ubingwa. La hasha, tungekuwa angalau tumeshuhudia mechi angalau 15, labda mechi 16 mwishoni mwa msimu kabisa tunaweza tukashuhudia. Lakini kwa mwenendo ambao Simba na Yanga wanauonyesha, bado Azam simpi nafasi, kwa sababu yeye mwenyewe tazama katika michezo 5 yeye mwenyewe hajaperform vizuri. Tazama yuko kwenye nafasi ya 9 na ana alama zake 9. Simba ana 12, Yanga ana 16. Kwa hiyo unaweza kaona pia bado hata yeye amesuasua. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine bado hatuwezi zungumza, lakini kwa mbeleni tutaweza kuchambua zaidi, tukaweza kaona chochote kile ambacho kinaendelea. Prince Mpumelelo Dube, mwana wa mfalme, amepitia kipindi kigumu sana hapa nyuma kiasi kwamba watu wa mashabiki ni kama walimkatia tamaa fulani, lakini bado mwalimu aliendelea kumwamini na kumpa nafasi. Ameenda amefanya vizuri kimataifa, amewapa furaha wananchi. Jana dhidi ya Coastal Union dakika za jioni kabisa, Prince anaingia kambani na kuweza kuwasaidia Young Africans kuondoka na pointi 3 katika mchezo ule dhidi ya Coastal Union wakiwa ugenini. Unamwona Dube akiwa ni tunu nyingine, ni miongoni mwa tunu za Young Africans kuelekea mashindano ya ubingwa barani Afrika pamoja na ligi kuu Tanzania bara. Na bila shaka huenda ilikuwa ni swala la muda hili, kwa sababu ukitazama mechi zilikuwa ni chache sana. Kimataifa kafungua ukurasa wa magoli, lakini pia ligi kuu mechi ya 6 kafungua uwanda wa magoli. Kwa hiyo hiki huenda ni kile ambacho msimu uliopita kiliishia, na kwa sasa kaanzia pale. Si kwamba kila msimu utakapoanza kwamba utaanzia pale kwamba kwenye mechi tu ya kwanza unaanza kuscore. Hapana, wachezaji pia huwa wanahitaji fikra, wanahitaji pia mapumziko, na wanahitaji pia kuweza kujenga mwili na saikolojia kiujumla. Kwa hiyo hii ndo pengine Prince Dube kwa namna moja ama nyingine, hii ni zawadi kubwa sana kwa wananchi, kwa sababu kila msimu tangu amekuja Dar es Salaam Africans tumeona kila mwaka pengine Yanga amekuwa akiwavusha katika mazingira ambayo wenyewe walikuwa hawatarajii. Ndio maana tumeona kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika amefanya vile, tumeona kwenye ligi kuu soka Tanzania bara katika mchezo
wamefanya vile vile mchezo ambao anawapa timu yao ushindi, kwamba kama asingekuwa yeye pengine hiyo tungeweza kushuhudia hata sare vile. Kwa hiyo Prince Dube tunaweza kusema ni gift kwa Yanga hii. Pamoja na kuwa na washambuliaji wazuri pande zote mbili, Young Africans pamoja na Simba Sport Club, lakini ukiangalia pia walinda mlango kwa misimu mitatu mfululizo, Djigui Diarra kwa upande wa Young Africans amekuwa ni mtu muhimu sana ambao amekuwa akiwaokoa sana Yanga katika nyakati ngumu. Lakini kwa upande wa Simba tunamwona Yakuba akichukua nafasi ya goalkeeper namba 1 wa Simba Sports Musa Kamara. Yes, Musa Kamara ameachia nafasi kwa Yakuba mechi kadhaa. Je, Yakuba kama ataendelea kuaminiwa na mwalimu atafanya kila alichokifanya Kamara? Na bila shaka wewe mwenyewe katika mechi ambazo hizi amecheza unaweza ukajiuliza swali kwamba je, hiki alichokifanya huyo mlinda mlango, je kakifanya kile alichokuwa anakifanya Kamara? Kwa maana yake jibu unakuja kulipata kwamba katika utofauti wao kuna kipa ambao ukimtazama kipa wa sasa hivi yeye hana fitness kwenye miguu, lakini ukimtazama Musa Kamara ni mchezaji ambaye ni sweeper, ni mithiri ya mlinda mlango Djigui Diarra wa Young Africans, namna fulani ambavyo anacheza, isipokuwa unakuja kutambua utofauti wa Musa Kamara na utofauti wa Diarra. Utofauti wao unakuja kwenye skills, ujuzi wa kutumia kwamba miguu yao itumii vipi, lakini kwenye staili ya udakaji ni ile ile. Wote unaweza kaona ni namna gani wanazisave timu zao katika mazingira magumu, wote wanapaa juu, wote wana sweeper miguu vizuri, magolikipa ambao ni wa kisasa zaidi katika dunia ama ulimwengu wa soka kisasa zaidi unapotizama. Kwa hiyo huyu kipa wa Simba aliyepo sasa hivi ni bado sijampa nafasi ya kuweza kumzidi ama kufikia kile ambacho anakifanya Musa Kamara. Pengine ligi kuu Tanzania bara msimu huu inaonekana kuwa ngumu sana, kwa sababu timu ndogo ambazo zinaitwa timu ndogo zimekuwa zikileta changamoto sana kwa timu kubwa msimu huu. Pengine hii imesababishwa na nini? Hii inasababishwa na ubora wa ligi, namna ambavyo soka linazidi kukua hapa Tanzania. Kwa maana kwamba unaziona kwa mfano kama timu ya Mbeya City, kwa namna ambavyo huwa anakuja kusumbua pindi anapokuwa ligi kuu. Tazama msimu huu kapanda ligi kuu na kaja kumlazimisha Yanga sale, lakini kwa Simba licha kwamba amekuja kutoboka goli 3, lakini kwa Azam pia alipoteza kwa magoli 2. Kwa namna yoyote ile unaweza kushuhudia kwamba namna kila msimu unapozidi kubadilika, ndio maana tunaweza kuona kwamba ligi yetu hapa Tanzania inazidi kuwa bora zaidi. Kwa hiyo usitegemee kwamba msimu uliopita hii timu itafungwa vile vile kama ilivyofungwa msimu unaokuja. Hapana, never. Kwa hiyo timu zinakuwa, uwekezaji investment inazidi kukua pia. Kwa timu zinasajili wachezaji wa kiwango. Unaweza kushuhudia kabisa kwamba kwa mfano kwenye timu ya Azam ama kwenye timu ya Mbeya City kuna wachezaji ambao wamesajiliwa kutoka nchi za nje. Wapo wachezaji ambao kwa mfano kama huyo beka wakati huyo wa Mbeya City Kingu. Unaweza kaona namna ambavyo anafanya kazi, ni miongoni mwa wachezaji ambao wametokea DRC Congo. Kwa hiyo msimu ya sasa hivi timu zinawekeza na tunapata wachezaji kutoka nchi za nje. Kwa miaka ya nyuma unaweza kushuhudia kwamba ilikuwa ni Simba, Yanga na Azam ndio wana uwezo ama walikuwa na ubavu huo wa kuweza kusajili wachezaji kutoka nje ya nchi. Lakini kwa sasa unashangaa hata timu Fountain Gate na wachezaji kutoka nje ya nchi. Morrison kachezea pale. Kuondoka kwa Mohamed Hussein Zimbwe Junior katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, gap ambalo limeachwa pale limeathiri kwa kiasi gani kikosi cha Simba? Na katika ili swala la kuondoka kwa Mohamed Hussein, kwa namna moja ama nyingine naweza nikazungumza kweli limeathiri, kutokana na ubora ambao alikuwa nao Mohamed Hussein, captain mkubwa kwa miaka ya msimu uliopita tu kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini amekuja Anthony Mligo, kijana ambaye ametoka katika timu ya Namungo FC bila shaka amekuja kwenye timu yenye pressure, amekuja kwenye timu kubwa. Sasa anapaswa kuja kufanya kila ambacho Mohamed Hussein Zimbwe alikuwa akikifanya. Sasa anakifanya vipi? Cha kwanza, kocha anatakiwa atambue kabisa kwamba usamani wa mchezaji aliyemleta, je, uthamani wake unalingana na mchezaji aliyeondoka? Maanake unakuja kupata kabisa kwamba hapana, kwamba huyu mchezaji katoka katika timu ndogo amepanda kuja katika timu kubwa. Kwa maanake unatakiwa umpe muda, natakiwa umtengeneze pia kiakili, kisaikolojia. Utaanza kumtreat vipi? Atazidi kuzoea vipi? Atazidi kumaintain vipi katika klabu kubwa kama ya Simba? Kwa namna moja ama nyingine katika michezo ya kwanza unaweza kushuhudia mwanzoni hakuwa ana perform vile,
lakini kwa sasa unaweza kushuhudia kwamba anachokiperform ni tofauti na ambacho alikuwa akikiperform mwanzoni. Kwa maana yake sasa hivi unaanza kumuona Anthony Mligo anaanza kurudi mdogo mdogo, unaanza kumuona kabisa kwamba anakuja kurecover mdogo mdogo na kile ambacho alikuwa akifanya Mohamed Hussein Zimbwe. Lakini kwa sasa bado tunataka apewe pia muda, pengine mpaka msimu huu kaishe, tunaweza kaona kitu cha ziada sana tangu amefika na mpaka sasa anachokionyesha. Ona, amecheza mechi za klabu bingwa barani Afrika, amecheza ligi kuu, lakini bado na ataendelea kutumika pengine kwenye mechi za FA, CRDB, na baada ataenda kutumika pia kwenye mechi za mashindano ya Mapinduzi Zanzibar. Mmoja ya watu waliosaidia Young Africans kupata ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu ulioisha, msimu wa 24-25, alikuwa ni Aziz Ki Stefan, Master Ki. Msimu huu hayupo. Hii inaleta ugumu kiasi gani kwa upande wa Young Africans katika kupata matokeo katika mechi zao? Na bila shaka unaweza kaangalia namna ya msuli wa mtu aliyetoka na namna mtu ambaye aliyepo hivi sasa, unaweza kupata utofauti mkubwa, kwamba unajua alikuwa ametengeneza partnership nzuri sana zidi ya yeye na Pacome Zouzoua, Stefan Aziz Ki kwa namna moja ama nyingine, lakini alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wakitumika zaidi katika matukio, aidha mkiwa kwenye tukio labda limepatikana nje ya 18 au likiwa ndani ya 18, alikuwa ni mtu mzuri wa kupiga penalty, lakini pia alikuwa ni mtu mzuri wa kupiga mipira iliyokufa. Wataalamu wanasema ni dead ball, kwa maana ya kwamba ni foul zile, kwamba ana uwezo wa kupiga mipira na akaweza kukopa matokeo. Lakini kwa sasa watu kama hao kwa Yanga ni mara chache sana kuwapata. Tazama kina Maxim pia Nzengeli namna wanavyofanya, kina Mamadou Doumbia, lakini pia tazama hata wachezaji wengine bado hawajawa na ule uwezo ama creativity ambayo alikuwa nayo Stefan Aziz Ki. Kwa hilo ni pengo pia. Kabla tujaondoka hapa studio, pengine tugusie kwa uchache sana ama kwa ufupi sana kuelekea dabi nyingine. Simba akiwa ana takwimu si nzuri sana kwa mtani wake. Tunaelekea dabi nyingine, msimu mwingine. Unaona kitu gani katika macho ya yale tunasema macho ya mpira? Unaona kitu gani kwenye mechi hii ya dabi ijayo dhidi ya Simba Sports dhidi ya Young Africans, ikiwa tayari mzizima dabi imemalizika kwa Simba kuathirika tena kwa magoli mawili dhidi ya Azam FC? Je, kwenye Dar es Salaam dabi na nazungumzia Kariakoo dabi, unaona kitu gani hapa? Kwanza nicheke Barabista Emmanuel Jackson kwamba katika dabi ambayo inafuata ya Dar es Salaam Simba na Yanga, nafikiri utakuwa kwangu ni mchezo mgumu sana kwa namna ambavyo performance za timu zote mbili. Mimi naweza nikasema kwamba kwa namna wanavyocheza hivi sasa ni kama timu zote hazijajipata, lakini swala zima la umaliziaji katika klabu ya Simba haliko vizuri, na kama litaendelea hivi namna Simba atakavyokwenda kucheza na Yanga ama Yanga atakapokuja kucheza na hawa Simba, bado linakuja kutupa maswali magumu sisi wachambuzi kwamba mchezo huu utatafsirika vipi. Lakini kwa namna mzuri ya washambuliaji wa Yanga na namna ya washambuliaji wa Simba, you can imagine that kikosi cha Simba kinakwenda kukutana na Yanga kwa mwenendo huu ambao walionao Simba. Yes, bila shaka wanaweza kapasuka tena. Kumbuka kwenye ngao ya jamii walipasuka pia. Pacome Zouzoua, Simba kakalia chuma moja. Sasa ligi tena anakwenda kukutana kwenye dabi. Unafikiri hakuna kupasuka tena? Kuna kupasuka hapo. Sawa. Tukiwa tunamwaga mtazamaji wa Mogoro TV kwa muda huu, toa neno moja kwenye benchi la ufundi la Simba, lakini pia benchi la ufundi la Young Africans kabla tujanyanyuka hapa studio. Na kwenye benchi la ufundi la Yanga, mimi naweza nikasema kwa namna ambavyo kocha mpya ameingia, anapaswa kutreat kikosi chake kiweze kuendana na mfumo wa namna ambavyo yeye anahitaji, kwa sababu kadri muda unavyozidi kwenda ligi inazidi kupanda na inazidi kuwa ngumu, lakini bado pressure kwenye mabingwa inaendelea kukushika moto, licha kwamba mechi mbili zote kafanikiwa kushinda, mechi moja akapata sare. Lakini kwa Simba kwa namna moja ama nyingine, kwa sasa yuko kocha ambaye ni msaidizi Suleiman Matola, bado hapa kuna tatizo hapa. Kwa hiyo ile pengine atakuja kulizungumza siku nyingine. Naweza nikazungumza nikatoa neno moja hapa, lakini kwa baadaye ama baada ya siku moja mbili tukashuhudia kocha mpya kaingia hapa. Kwa hiyo hili ni fumbo. Sawa. Haya, mtazamaji wa Mogoro TV, amehitimisha hivyo Baraka Jumanne Athumani, mchambuzi wa mambo ya kisoka
kutoka katika TV yako pendwa kabisa ya Mogoro. Jina langu ni Jackson Emmanuel na hii ilikuwa ni Sports Highlights.